Amen, asante. Kabla hatujaketi chini, ni kweli ya kwamba Bwana amekuwa mwaminifu kwetu. Ni kweli ya kwamba wiki hii tumemwona Bwana kwa mapito mengi. Wewe na mimi ni washahidi ya kwamba Bwana amekuwa nasi. Na kwa hivyo ni vizuri kutoa dhabihu ya shukurani kwa mtu kibinafsi. Na kutoa dhabihu ya shukurani kwa sababu ya kanisa na maisha yetu kwa pamoja. Kwa sababu ya yale ambayo Bwana ametenda nasi wiki imepita. Wewe ambao unasema Bwana umenitendea. Wewe ambao unasema Bwana umetembelea jamii yangu. Nafasi ni hii ya kumwambia asante. Kwa sababu ya kile ambacho amekutendea. Kwa sababu hiyo fungua kinywa chako. Mwambie Bwana asante. Bariki jina lake asubuhi ya leo. Mwambie Bwana umenitendea. Mwambie Bwana umenipigania. Mwambie Bwana nimepona. Kwa jina la Yesu. Mwadhani nitakushokeria Jehova ni asante kwa wema wako na rehema zako na fadhili zako juu ya maisha yangu na roho yangu na moyo wangu. Asante Mungu ni kwa sababu umenipigania, umenishitania, umenitenda mema Baba. Nalishukuru, naliadhimisha, nalitukuza jina lako. Nasema ni wema wako, ni rehema, ni fadhili, ni upendo wako Bwana. Umekuwa pamoja nami. Asante kwa umbali umenileta. Ninalisifu, ninaliadhimisha, ninainua jina lako Bwana wa jina la Yesu. Asante kwa ulinzi, kwa uongozo, kwa utunzaji. Asante Baba yetu. Nimegaidha vitu. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu tunasema asante. Mwadhani dhine wari twa Yesu Kristo ne turashokia gatho. Umekuwa mwema kwetu wiki nzima ambayo imepita. Ukoretwo hamwe na ithio wiki yothe hitukite. Umekuwa Mungu pamoja na maisha yetu kibinafsi. Ukoretwo we hamwe na ithio o mundu rita riake. Umekuwa na Mungu pamoja na jamii zetu kila mmoja Baba. Ukoretwo hamwe na family shitu o mundu rita riake. Umekuwa pamoja nasi kama kanisa. Ukoretwo hamwe na ithio turi kanitha. Na makusudi wako yameonekana wiki hii. Na wewe na mufango waku no onekanete. Na kwa sababu ya hiyo tunalinua jina lako. Na ugo ni turi na ugiteri waku. Asante mfalme wa rehema. Tutugane thank you muthamaki wa tha. Mambo mengi. Nitukuonete maundu-ini maingĩ. Na ũndũ wa mĩthiĩre-inĩ itũ. Na ũndũ wa biacara citũ. Na ũndũ wa kĩrĩa gĩothe ũtũhete. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ tondũ wa ũguo Jehova. Nĩ tũrauga rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ĩkoretwo ĩ wiki njega. Ĩrĩa Mwathani ũtũhete. Na ũgakorwo hamwe na ithuĩ. Nĩ ũtũnyitĩrĩire mũ Jehova. Guoko gwaku gũkoretwo hamwe na ithuĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte. Nĩ tondũ wa mĩtũrĩre itũ. Na ũndũ wa maũndũ-inĩ mothe. Nĩ tondũ angĩkorwo tiwe gũtingĩhotekekete. Ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkĩte mbere yaku. Nĩ tondũ ũkoretwo wĩ mwega. Mwathani tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ twĩharĩirie kũigua kiugo kĩrĩa Mwathani ũharĩrĩirie. Nĩ tondũ wa mĩtũrĩre itũ. Na nĩ tondũ wa wiki ĩno ĩrĩa tũkũingĩra thĩinĩ wayo. Na nĩ tondũ wa guo Mwathani nĩ tũramũkĩra kiugo gĩaku. Kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria. Kĩrĩa gĩgũkorwo kĩrĩ ũtheri wa magũrũ maitũ. Na ũtheri wa njĩra citũ. Na nĩ tondũ wa kiugo gĩaku nĩ tũraria wiki ĩno gũtigũkorwo na nduma harĩa hothe tũgũkorwo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega ithe witũ. Nĩ tondũ wa wiki ĩno ĩrĩa tũraingĩra thĩinĩ wayo. Nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega ithe witũ wa thayũ. Tũrĩ andũ aku nĩ twĩreharĩrĩria thĩinĩ wa ngoro na meciria nĩgetha twamũkĩre kiugo gĩaku. Na tũrĩ ndungata ciaku nĩ tũragũcokeria ngatho
netondo watugi kufanya huduma wakuruta utungata uyu rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya ona gwĩtĩkia amen hũrĩra Jesu rũhĩ hata unapoketi chini ũgĩikara thĩ katika jina la Yesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu amekuwa mwema sana Ngai akoretwo mwĩhokeku mũno amekuwa mwaminifu akoretwo mwĩhokeku tunaendelea vizuri nĩtũrathiĩ wega kwa sababu amekuwa nasi nĩ tondũ akoretwo hamwe na Bwana ithuĩ Yesu asifiwe mwathani arogocwo atukuzwe Yesu mwathani Bwana arogocwo amekuwa mwema Ngai akoretwo ninasema mwega Bwana amekuwa mwema nderauga Ngai akoretwo mwega Yesu mwathani arogocwo maneno mengi thĩinĩ wa maũndũ-inĩ ya maingĩ maisha yetu ma mũtũrĩre witũ amen kuona bado wewe upo kuona ũrĩ muoyo ni kwa sababu Bwana amekusaidia nĩ tondũ Ngai nĩagũteithĩtie atukuzwe Yesu mwathani na arogocwo uko kwa matayarisho na twĩ thĩinĩ wa kwĩharĩrĩria katika jina la Yesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ni Jesu vizuri kuelewa ya kwamba nĩ wega kũmenya ũũ makusudi ya Jehova wendi wa Jehova Ngai wakati yako kazini nĩ mahinda marĩa wĩra-inĩ atukuzwe Yesu Amen. makusudi ya Jehova wendi wa Jehova wakati yako kazini nĩ gũkorwo wĩra-inĩ hapana me wĩra-inĩ simama hapa mchungaji stand here stand there receive from this altar amen that is yours amen stand there amen hallelujah umwambie jirani sisi ni familia twĩ family we are learning tunajifundisha Bwana asifiwe amen wakati makusudi ya Mungu yako kazini mahinda marĩa wendi wa Ngai we wĩra-inĩ inaonekanaga nĩ wonekanaga atukuzwe Yesu amen mwambie jirani yako kama hauonekani okorwo ndũronekana kama hakuna kitu kinaonekana okorwo gũtirĩ kĩndũ kuna kĩronekana uwezekano makusudi hayako kazi kwĩna ũhotekeku wendi ndũrĩ wĩra-inĩ lakini makusudi ya Jehova na hĩndĩ yothe wendi wa Jehova ninasema tena na nĩkuga wakati rĩngĩ Mungu ako kazini mahinda marĩa Ngai e wĩra-inĩ inaonekana nĩ na wonekanaga kama umepata nafasi ya kusimama hapa na angĩkorwo wonete kanya ga kũrũgama handũ uangalie watu wa Mungu katika nyuso zao ũrore andũ thĩinĩ wa mothiũ mao haja ya kuuliza hatirĩ bata wa utajua kũũria Mungu yuko kazini nĩ ũkũmenya Ngai e wĩra-inĩ kwa sababu kweli mumeng'aa nĩ tondũ nĩ mũtuĩkĩte gũcaina la Bwana asifiwe amen mwambie jirani yako sio vile unasema ti ũrĩa we ũrauga ni vile Bwana anasema nĩ ũrĩa Ngai arauga katika jina la Yesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kuangalia mahali ulipo ona kũrora wacha kuangalia vile unasikia tiga kũrora ũrĩa kuiga ninasema ndĩrauga atĩrĩ inaonekana nĩ kũronekana nĩ kũronekana mũndũ mũhoreku wewe sio mtu ambaye ametumika inaonekana nĩ kũronekana wajana na kujali hata huku kunywa chai leo tuge kidale kwa todo na chai tuseme Mungu hayuko kwa sababu motolewa kuoga ni kunywa chai maisha yako yote ni kunywa chai mwambie jirani Mungu anaonekana Bwana iroshomoringanĩtie Ngai nĩ aronekana ninashukuru Mungu ya kwamba na nĩtũragoca Ngai nĩ tondũ sio shida inaonekana ti thĩna hata ũronekana kama haukukunywa chai onokorwo ndũnanyua cai haionekani ndũronekana atukuzwe Yesu amen hata kama una kitu kilikusumbua jana onokorwo kwĩna kĩndũ kĩragũthĩnĩtie haionekani ndũcio ndũronekana lakini kile kinaonekana no kĩrĩa kĩronekana rĩ kazini nĩ ũrĩa wĩ wĩra-inĩ kwa maisha yako nĩ tondũ wa mũtũrĩre waku Mungu ni mwema ĩro Ngai nĩ mwega Nipota unaniona hivi ũrĩa ũrona nyona rĩu sifiwe amen Mungu ni mwema Ngai nĩ mwega inaonekana hivi nĩ kũronekana ũguo Yesu amen mwambie jirani Mungu ni mwema ĩrocio mũriganĩti Ngai nĩ mwega hamwamini atukuzwe Yesu amen hamwamini ndũretĩkia Mungu ni mwema Ngai nĩ mwega amen amen so wachana na kile hakikuwezekana tigana na ũrĩa ũtanahotekeka mwambie jirani achana na hicho cha jana tigana na ũcio wa ira Mungu wako kazini Ngai ya wĩra-inĩ kwa sababu ya maisha yako nĩ tondũ wa mũtũrĩre waku na inaonekana na nĩ kũronekana kama ninaenda Nairobi angĩkorwo nĩ ndĩrathiĩ Nairobi na mawazo yangu yako Nairobi na meciria makwa me na gari yangu Nairobi imejaa mafuta na gari yako nĩ yurĩte sasa mafuta nikiwa girigiri hakuna Mungu ndĩgirigiri hadi gũtirĩ kwa Ngai sababu sijafika Nairobi atĩ tondũ ndikinyĩte Nairobi Bwana asifiwe amen mwambie jirani bado uko girigiri tu wĩ girigiri nini no gari na yũrĩte kĩ na ũrathiĩ kũ wacha kujalishwa tiga kũmakio hata kama huku ndio umefika Kiondo onokorwo kinyĩte safari inaendelea rugendo no rũrathiĩ na mbere asifiwe Yesu so watana kujalishwa hatarĩ kũmakio kile unachokipitia na kĩrĩa ũragerera ukweli ni ya kwamba uma nĩ atĩrĩrĩ
is in the work. Mungu ako kazini To change our lives. kubadilisha maisha In yetu the name of Jesus. kwa jina la Na Yesu. wasalimu kwa jina la Yesu. By the way, nimewamisi sana. Jumapili moja ni kama mwezi mzima. Wakati ambapo umezoea kuwa na watu wa jamii. Unakuwa ya kwamba hauko karibu nao. Bwana asifiwe. Amen. Nasema ya kwamba ni vizuri mchungaji aondokage. Pastor anaenda kwa kanisa lingine. Atukuzwe Yesu. Amen. Maneno haya ninawaambia. Oh, hallelujah. Amen. Kwa madhabahu mengine yanawaka moto katika jina la Yesu. Na nikagundua kumbe Mungu anatutumiaga kwa sababu ya kazi yake katika jina la Yesu. So nimewamisi sana, lakini namfurahia Bwana ya kwamba I am back home. Nimerudi nyumbani. Kile ambacho unastahili kujua ya kwamba Deliverance Church Baraka kanisa la kifamilia, na sisi katika maeneo haya ni wazazi. We are a mother church. Sisi ni kanisa ambalo ni mama, kanisa mama. Kuna watoto wengine ambao lazima tutembelee. We are a mother church. Sisi ni kanisa ambalo ni mama. Amen. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa, usiponiona niko kwa watoto wengine ambao bado wananihitaji katika jina la Yesu. Ni kweli hapa ni nyumbani, lakini kazi ni nyingi katika jina la Yesu. Lakini bado sijasahau ya kwamba tuko kwa majira ya sasa, majira ambayo Bwana ameamua kuyaachilia kwetu kwa sababu anatupenda. Na nyakati ambazo tumekuwa hapa miaka 7 imepita na Mungu hajawahi kunena neno hili ambalo amenena nasi, akatuambia ya kwamba ni vizuri muelewe kuna wakati ambapo hufika na Mungu anachagua kubadilisha majira. Hata kusema tu akaingia kwa kutenda, na tumegundua ya kwamba majira ya Mungu ya kutenda ni majira yaliyokubalika ambayo ameyachagua, majira ya sasa. Atukuzwe Yesu. Amen. Na mimi ninaamini ya kwamba kila mmoja wetu amekubali kuingia kwa majira ya sasa. The now season. Kwa sababu ndio tuko na Mungu wetu katika hayo majira. Na tukasema ya kwamba katika majira haya mambo yanatendeka, maisha yanabadilika. Atukuzwe Yesu. So ni vizuri kutarajia katika haya majira. Maandiko inasema ndio yaliyochaguliwa. It is the acceptable time ni wakati ambao umekubalika, the Lord has appointed ya kwamba Mungu ameyachagua to do something, kutenda jambo. Tukuzwe Yesu. Amen. Na kwa hiyo tukasema ya kwamba katika majira ya sasa ambao Bwana amenena nasi kupitia kwa maandiko, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 6 aya ya kwanza na ya pili, ya kwamba huu ndio wakati ambao umekubalika wa wokovu, na akatusaidia ya kwamba kuna neema ambayo imewachiliwa kwa sababu ya haya majira. Na maandiko ikasema tusichukue hiyo neema kwa urahisi. Hapa nasifiwe. Kwa sababu ni Mungu amechagua, maana mabadiliko ya maisha yanategemea neema ambayo Mungu ameachilia. Atukuzwe Yesu. So kila majira yana neema yake, kwa sababu neema ni mkono wa Bwana unaofanya kazi kwa wanaomtumainia. Atukuzwe Yesu. Tumesema ya kwamba tungekuwa na uweza, tungalikuwa na uweza, tungefanya mambo, tungalikuwa tayari tumebadilisha mojawapo ya mambo yanayotusumbua. If we were able, we could have changed it. Tungekuwa tumeibadilisha.
Atukuzwe Yesu. Amen. Lakini tumegundua none tumenyesio hatuna uwezo wetu. Ugotiri hoti bitu. Lakini sio kusema noti kuga atiriri. Mungu haja kuwa nasi. Gaida koleto hamwe na ithu. Atukuzwe Yesu. Tumegundua ya kwamba Mungu amekuwa nasi. Ni wakati bado hujakamilika. Ni mahida mata. Ni majira hayajafikia. Ni mahida mata kinya ni. Ndiko yasema na madiko makauga. Mungu amekubali. Gainiete kirite. Haya majira. Mahida maya. Yawe ndio majira yake. Makoro ni mahida ya kutusaidia. Mago tutaidia. Chaguo lako ni bora. Gudhura waku ni kwega. Uchague majira haya. Udhure mahida maya. Na kubali mabadiliko. Na magwetikira ugaruku. Sababu kuna jambo linatendeka. Nitodo kuna udule kika. Lakini kile nataka uelewe. No udule kwenda umene. Ya kwamba kwa wanaotendewa. Kuri ale ameko hikirio. Lazima wayakubali majira. No kinyametikire mahida. Katika kiwango cha kibinafsi. Na udu wa kiwango kia mundu ya mwene. You must accept the season. Lazima ukubali majira. You must receive the season. Lazima uyapokea majira. At a personal level. Kwa kiwango chako katika jina la Yesu. Deine wale tuana Yesu. Ninaamini hivi. Nejetiketio. Mmoja wetu. Kwa kipindi cha mwezi mzima. Na udu wa mweli mugima. Kama hujaelewa kila kitu. Onokodo nyiteta kedu kuna mambo umeelewa. Kuna maudu umenyete. Atukuzwe Yesu. Amen. Katika hili kanisa. Deine wakanidhole. Sio wengi tuko kwa giza. Tia igetwe dumaile. Kulingana kile Bwana anasema. Kulingana na urega yarauga. Katika huko kuelewa. Na udu wakomenya ko. Kiwango unachohitajika kuingia. Kiwango kinapati kuingia. Nitakupokea. Nigia kuamukira. Maana kupokea. Nyodo kuamukira. Kunatokana na kuelewa. Kumanaga na kumenya. Haleluya. Amen. Ukielewa. Wona wamenya. Upokee. Wamukire. Maana umejua. Nitondo umenyete. Msaada wako. Utaidio wako. Uko mahali pale. We halia. So Bwana akatusaidia. Gaya gatutaidia. Akatuambia. Agatwira atiri. Katika haya majira. Deino wa mahida maya. Watu wa Mungu. Andu wa Ngai. Tuwe watu wa udharura. Tukoro turi andu agwika na ihenya. Tufanye mambo haraka. Tweke maundu na ihenya. Jambo la pili. Undu wa keri. Tuelewe ya kwamba. Tumenye atiriri. Wakati wa kutenda mambo. Mahida magwika maundu. Sio wakati wa kulala. Si mahida magukoma. Kwa sababu kuna neema. Ni tondu kwina utugi. Imewachiliwa. Uriolekereiyo. Atukuzwe Yesu. Amen. Neema ambayo. Utugi uria. Haikuwepo. Uriotarariho. Kabla ya huu muda. Hidari ritana kinya. Na tena Bwana katusaidia. Ya kwamba yeye we mwene amechagua huu wakati. Ni athurite hidari. Ili ya kwamba atende jambo. Nigetha eke undu. Akatusaidia. Ya kwamba wakati huu wa sasa. Mahida maya mariu. Ndio uliokubalika. Nimo metikirikite. Ambao ameuchagua. Maria athurite. Ya kwamba yeye mwenyewe. Nigetha we mwene. Autumie wakati huu. Au huthire hidari. Kufanya mambo tofauti. We kama undu matiganite. Katika maisha yetu. Deine wa metorei tu. Si kwamba Mungu huwa hatendi. Tiate gaida higagia. Lakini kuna mambo ambayo. No kwena maundu. Anayaweka kwa mahali. Maria kirite hadu. Akiugojea wakati. Agieterera mahita. Atukuzwe Yesu. Mwathani arogocwo. Naona kwa Biblia. Na ninyonete thini wa maandiko. Ya kwamba kuna watu fulani. Kwena andu waliahidiwa mambo makubwa. Mereirwo maundu manene. Lakini muda ukaenda mrefu. No hinda rigithie muno. Angalia Ibrahimu. Rora Ibrahimu. Wamekutana na Bwana. Magacemania na Ngai. Akiwa na miaka 75. Na miaka 75. Na Mungu akamwambia. Na Ngai akimwira. Baba wa mataifa. Nugakorwo ithe wa nduriri. Atukuzwe Yesu. Mwathani na wanapokutana tena. Na riria macemania ringi. Ili jambo hili litimie. Nigetha undu ukinyanire. Baada ya miaka 100. Thutha wa miaka igana. Atukuzwe Yesu. Amen. Kwa sababu muda wa Bwana wa kutenda. Ni tondu hinda ria Ngai rya kuhingia. Ulifika wakati ule. No wakinyire hinda riu. Atukuzwe Yesu. Amen. Kusudi la Bwana ni ya kwamba atayarishe. Ni ati hariririe. Kile anataka kufanya. Uri arenda gwika. Kwa yule anayetaka kufanyia. Kuri uri arenda gwikira. Atukuzwe Yesu. Amen. So jambo la nne siku ya leo. Undu wa kana muthenya wa majira ya sasa. Mahinda ma riu. Ni majira ya imani. Ni mahinda ma witikio. Wakati Mungu amechagua kutenda, mahinda maria Ngai atuite gwika undu, lazima uinue imani. No nginya wambararia witikio. Kwa sababu mahusiano ya mwanadamu na Mungu ni tondu ngwatanio ya mundu na Ngai yanashikania kwa imani. Manyitanire witikio-ini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani witikio inakuleta karibu na Mungu. Niguo kurehaga hakuhi na Ngai. Imani inapotajwa, witikio ukigwetwo, Mungu na mwanadamu, Ngai na mundu wanakutana. Magacemania. Haleluya. Amen. So majira ya sasa, mahinda ma riu sio majira ya shaka. Ti mahinda ma ngaja. Ni majira ya imani. Ni mahinda ma witikio. Kwa sababu Mungu amefungua mlango. Ni tondu Ngai nihingurite murango. Yesu. Amen. Kuna jambo linatendeka. Na kwina undu urekika. Lakini linahitaji imani. No rirabatara witikio. Hata kama ulikuwa na shaka. No koroni wa na ngaja. Lazima katika haya majira. No nginya thini wa mahinda maya. Uchague kuamini. Utue itua ria gwitikia. Atukuzwe Yesu. Amen. Na katika kitabu cha Wahibrania. Thini wa ibuku ria Wahibrania. Wahibrania 11. Wahibrania ni 11.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni majira ya imani. Maya ni mahinda ma wĩtĩkio. Asifiwe Yesu. Amen. Hebrews chapter 11. Waibrania 11. You read from verse 1 to 6. Kuanzia ubeti wa kwanza mpaka wa 6. Lakini aya ambayo maeneo ambayo nataka tuangalie sana ni 5 na 6. Haregode turona mono na 5 na 6. Lakini tutasoma kuanzia tu aya ya kwanza. Nauliza mchungaji Mbawa tusome. Na nĩngũthoma. Katika jina la Yesu. Amen. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Lakini pasipo imani no hatari wĩtĩkio mtu hawezi kumpendeza Mungu. Mũndũ ndangĩkenia Ngai. So hapo ndipo nitashikilia siku ya leo. Au niho ngũnyitĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Lakini kabla ya hiyo kuna mambo kadhaa nataka nikueleze. Ũguo kwĩna maũndũ maigana ũna ngwenda ngwĩre. Hata ingawa sitaelezea kwa kipindi kirefu. Onokorwo ndikwĩrethera ihinda iraihu. Hata hatutaingia sana kwa maana ya imani. Ona nĩtũkũingĩra mũno ũhoro wĩgiĩ wĩtĩkio. Hatutaingia kwa the meaning of the word faith. Hatutaingia kwa maana ya neno imani. Kwa sababu hiyo tumeangalia mara nyingi. Ni tondũ ũndũ ũcio nĩtũrorete. Lakini kuna maneno kadhaa nitaguzia. No kwĩna maũndũ maigana ũna ngũgweta. Jambo la kwanza nataka uelewe ya kwamba ũndũ wa mbere ngwenda ũmenye ũũ. Faith is being confident. Imani ni kuwa na uhakika. And having assurance. Na kuwa na uhakika of that which we hope that is going to happen to our lives. Ya kile ambacho kitatendeka maishani mwetu. So imani ni kuwa na uhakika wĩtĩkio nĩ gũkorwo na wa mambo tunayoyatazamia wa maũndũ marĩa twĩrĩgagĩrĩra ya kwamba yatatimia. Atĩ nĩ magakinyanĩra. So unapokuwa na uhakika wĩna ũma ya kwamba itatendeka, atĩ nĩ ũgekĩka, hiyo ni imani. Ũcio nĩ wĩtĩkio. Tukuzwe Yesu. Amen. Uwezo wa kuwa na uhakika ũhoti ya kwamba hauna shaka. Atĩ ndũrĩ na nganja. Mungu amesema. Ngai nĩaugĩte. Na wewe unaamini. Na wewe ũgetĩkia. Na imani haipimwi na wĩtĩkio ndũthimagwo na uwezo wa mwanadamu. Na ũhoti wa mũndũ. Inapimwa na uwezo wa Mungu. Ũthimagwo na ũhoti wa Ngai. Jambo la kwanza, ũndũ wa mbere, imani is assurance. Imani ni uhakika. Ni uhakika. Ni ũma. Na jambo la pili, na ũndũ wa kerĩ, ni kwamba imani wĩtĩkio baada ya kuwa na uhakika ni ushahidi. Ni ũira. Is evidence. Ni ushahidi of the things we cannot see. Wa mambo ambayo hatuwezi kuyaona. So faith is evidence. Imani ni uhakika. Imani ni uhakika. Imani ni uhakika. Na ushahidi. Na uira. So pasipo na imani hatari na wĩtĩkio hakuna ushahidi. Gũtirĩ ũira. Iwapo hauneni angĩkorwo ndũkwaria kuhusu kile huoni igũrũ rĩgiĩ kĩrĩa ũtarona, hauna imani. Ndũrĩ na wĩtĩkio. Amen. So imani wĩtĩkio ni ushahidi. Nĩguo ũira. It is the assurance. Ni ule ushuhuda. It is the evidence. Ni uhakika na ushuhuda. What we can show. Kile unaweza onyesha. Of what we are not seeing. Wa kile ambacho haukioni. So it is a proof. Ni kile unaoneshana. Ni kile unaonania. Kwa kile hakionekani. Gwĩ kĩrĩa gĩtaroneka. Tukasema imani ni kama title deed. Wĩtĩkio ni ta title deeds. Nikikwambia niko na shamba, ingĩkũra ndĩ na mũgũnda rĩ, atukuzwe Yesu. Amen. Pengine nikupeleke kwa mchanga, ngũtware rĩngĩ harĩ tĩri, ama nikuonesha nini? Kana nguonie kĩ? Title. Title deed. Atukuzwe Yesu. Amen. So kwa sababu mchanga unaweza kuwa mbali, ni tondũ mũthanga no ũkorwo kũraya. Hallelujah. Shamba linaweza kuwa mbali, mũgũnda no ũkorwo wĩ kũraya, lakini shamba linaweza kuwa kwa karatasi. No, mũgũnda no ũkorwo karatathi-inĩ. Atukuzwe Yesu. Amen. Na kama nikikuonesha karatasi, ingĩkuonia karatathi, that is the proof. Hiyo ndio ya ishara ya kuonyesha. Ndio ushahidi, ndio ishara.
Atukuzwe Yesu. Amen. Ya kwamba niko na shamba. Nie ndina mugunda. Ukaangalia majina. Na ukorora maritwa. Ukaangalia hiyo stakabadhi. Na karatasi kaura kandikitwo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukakubali ya kwamba ni yangu. No wetikie ni wako. Na hata bila kukupeleka on the ground. Ona itakutwarite mugunda-ini. I have the proof. Nina ure ushuhuda. Atukuzwe Yesu. Amen. So mtu aliye na imani mundu uria wina wetikio ni kama aliye na kile haoni. Nita uria wina kile karona. It's just a matter of time. Ni kwa wakati tu. Atukuzwe Yesu. Amen. Kama una imani, aikoro wina wetikio. Imani inaleta pumziko. Wetikio ureha kihuruko. Inaleta amani. Urehaga thayu. Hallelujah. Amen. Kwa mambo ambayo hayako. Kuri maundu maria matariho. Inaondoa shaka. Ukeheria nganja. Inaondoa mambo ya kusumbuka. Ukeheria gutangika. Ndio kwamba hauna tumaini. Ati totari na kirigiriro. Bwana asifiwe. Amen. Nikikuonesha title. Ningekuonia title. Nikikuonesha title. Ingekuonia title. Alafu nianze kulia. Nyambiririe kurira. Ya kwamba sina mahali. Atendire na handu. Si utakuwa na shida na mimi? Ithe uko na thina nani? Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu mtu anayelia ni tondu mundu uria kurira ni mtu alisiye na tumaini. Ni mundu utari na kirigiriro. So jambo la pili nataka kusema, undu wa keri ndirenda kuga, ama mambo mawili ya imani, kana maundu meri ma witikio, ni uhakika, ni uma na ushahidi, na uira. Jambo lingine nataka uelewe, undu ungi gwenda umenye, ni kwamba imani ni ate witikio ndio inatofautisha. Niguo rehaga utiganu. Biblia inasema ya kwamba ndio iliyotofautisha. Niguo urehaga utiganu. Wale wazee wetu wa zamani alia amali a witikio ndio walishuhudiwa, ndio maruteirio uira. Imani yao witikio wao iliwatolea ushuhuda, ndio maruteirio uira. So it distinguished, leta inatofautisha baina ya wao gatagati kao na umati na ndo aria angi. Witikio inafanyaga tofauti. Niguo rehaga utiganu. Wapendwa, niwaambie, tunaweza ishi maisha moja, no tutura muturire omwe katika kiwango kimoja na ndo wa kiwango cha kimwe rasilimali na ndo wa ido. Atukuzwe Yesu. Amen. Lakini imani yako no witikio wako, imani yangu na witikio wako itaweka laini. Niguo rekire laini. Atukuzwe Yesu. Amen. So imani witikio ndio inaweka mpaka, niguo rehaga muhaka wa watu wawili, wa adu. Faith distinguishes. Imani huleta utofauti. Jambo la tatu, undu wa gatatu, imani witikio kusaidia kuelewa niguo guteithagia kumenya mambo ambayo mawazo ya kawaida, meciria ma kawaida hayawezi kupokea, matingituika ma kuamukira. Biblia inasema by faith maandiko makuga na we understand tunaelewa that the world was created ya kwamba ulimwengu uliumbwa out of nothing. Kutoka kwa kitu hakikuonekana. Witikio inaleta understanding niguo rehaga umenyo of what our logic thinking cannot understand. Wakire mawazo yetu hayawezi elewa. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka. Ngai akira Ibrahimu, uma, enda nikubariki. Thiĩ ngũrathime. Mawazo yake meciria make hayaelewi, matiramenya. Na Biblia inasema na maandiko makauga hajui anaenda wapi, ona ndoĩ kũrĩa arathiĩ, lakini ametoka. No nĩ uma. Achana na watu wenyu, tigana na andũ anyu, ondoka kwa taifa lenyu, uma thĩinĩ wa bũrũri wanyu, uondoke, wehere, uende, ũthiĩ. Atukuzwe Yesu. Amen. So mambo hayo maũndũ macio hayaeleweki na mawazo ya mwanadamu na meciria ma mũndũ. So imani witikio ndio inakusaidia niguo guteithagia ili kwamba wewe nigetha we ukubaliane witikio na hauelewi na maria utaramenya, sababu aliyesema ni tondu ugitio ni mwaminifu, uria ugite ni mwihokeku. Bwana asifiwe. Amen. Atukuzwe Yesu. Mwathani akumio. So imani witikio ndio inakusaidia guteithagia kuelewa, kumenya kile mawazo kiria meciria hayawezi matangihota. Na kawaida tunajua wanadamu, na kawaida tukamenya mundu, uelewa kwetu ni kufupi sana, kumenya gwitu ni kunini muno. Atukuzwe Yesu. Amen. Kwa imani witikio inakusaidia, ni uguteithagia, it will help you to understand, unakusaidia kuelewa what cannot be understood kile ambacho mawazo hawezi elewa by our normal thinking, kwa kuelewa kwetu kwa kawaida. Something else, kitu kingine is that the faith ni kwamba imani makes it brings the excellence of our sacrifices. Inaleta ule udhibitifu wa dhabihu zetu. So the excellence of sacrifices, ule udhibitifu na ubora wa dhabihu, it depends on your faith. Unategemea imani. By faith, kwa imani, Bwana asifiwe. Amen. You know what happened? Unajua kile To kilitendeka. Abel, he gave a sacrifice. Alitoa dhabihu. By faith. Kwa imani. And the sacrifice was accepted. Na dhabihu ikakubalika. Bwana asifiwe. Amen. And the Bible says he gave the best. Alitoa iliyo bora. By faith. Kwa imani. So the
excellence of a sacrifice, ule ukamilifu na udhibitifu wa dhabihu, in the amount, hauko kwenye kiwango, in the faith, iko katika imani. Bwana asifiwe. Amen. So imani yako ndio inakamilisha dhabihu. Niguo kinyanageria igogona. Dhabihu zako magogona mako ukamilishwa kinyanageria na imani. Na udwa na jambo la tano, no dwaga tano, imani ndio inakutenga niguo ogotithukana na uharibifu na mwanangiko. Faith exempts people. Imani huondoa watu from destruction, kutokana na uharibifu. Ya tano inasema, Mstari wa 5 kauga, by faith, kwa imani Enoch was taken away so that he may not see death. Enoko akachukuliwa ili asioje mauti. And was not found. Na hakupatikana. Because God had taken him. Kwa sababu Mungu alimchukua. For before he was taken, kabla ya chukuliwe, he had this testimony. Alikuwa na ushuhuda huu. That he had pleased God. Ya kwamba alimpendeza Mungu. And without faith, bali bila imani, you cannot please God. Huwezi mpendeza Mungu. Therefore faith, kwa hivyo imani, exempted him. Ilimuondoa. Hallelujah. Amen. And I want to declare to us today, nataka nitangaze kwetu leo ya kwamba imani inatuondoa from destruction, kutokana na uharibifu. Atukuze Yesu. Amen. Imani wakati wa COVID, wetikio mahinda ma COVID, ndio iliokoa watu wengi, niguo wahonokirie andu aingi. Atukuze Yesu. Amen. Imani ndio you are exempted by faith. Umeondolewa na kutengwa kupitia imani. So he never saw death. Hivyo hakuona mauti. Because he had faith. Kwa sababu alikuwa na imani. Atukuze Yesu. Amen. Lakini kile nataka kuongea kwa ufupi, it is faith in relation with God's appointed time. Ni imani kwa wakati wa Mungu uliokubalika. Imani ikihusiana wetikio wagwatandira na nyakati za Mungu alizozichagua na mahinda magai maria athurite. So nataka niongee kuhusu imani na wakati wa Bwana wa matendo na mahinda magai maciiko. Tukuzwe Yesu. Amen. Na nataka nianze tu na hiyo aya na muhari ucio ya kwamba pasipo imani atari wetikio huwezi kumpendeza Mungu. Ndungihota gukenia Ngai. Nataka tuperekane wapendwa. Tumesema ya kwamba majira ya sasa. Jambo la tatu ni ya kwamba ni majira Mungu amechagua. Ili ya kwamba yeye atende jambo. Atukuzwe Yesu. Amen. Mwambie jirani ondoka nyumbani sasa. Uka kanisani. Atukuzwe Yesu. Amen. Imani tumesema nyakati hizi za sasa. Tumekubaliana. Ndio nyakati Mungu amechagua. Atukuzwe Yesu. Amen. Mwambie jirani pastor anakuona. What would you make you think that I am not seeing you? Ni nini kinaweza kufanya ufikirie sikuoni? Ni nini kinaweza kukudanganya ati nimesimama mbele yako na sioni unalala? Niki kige kuhenia. Ni nini inaweza kudanganya kwamba nimesimama mbele zako na sioni ukilala? Niki kige toma weshi ndiye mbele yako na ndirakuona. Ni nini inaweza kudanganya? Maheni make wango kiriko. Hii ni uongo wa kiwango cha aina gani? Nikikege tumoheneke kiwango kiu pastor Kuria. Ni nini inaweza kudanganya ya kwamba niko mbele zako na sikuoni? Shetani ni muongo. Shetani ni wa maheni. Bwana asifiwe. Amen. Tumekubaliana ya kwamba na tumemwamini Mungu na ya kwamba nyakati hizi ambazo amezichagua ni zakati zake za kutenda. Tumekubaliana hiyo. Atukuzwe Yesu. Amen. Ni nyakati zake za kufanya nini? Za kutenda. Na wakati Mungu anatenda, anawatendea wanadamu. Asifiwe Yesu. Amen. Na kwamba Mungu anapofanya matendo, lazima uelewe ya kwamba ni mambo pasipo kuwahusisha watu. Hatari kugwatanira na andu. Bwana asifiwe. Amen. Let me give a statement today here. Niwape mfano hapa. If God does not involve you, iwapo Mungu hakukuhusisha, he is not doing it for you. Hakutenda kwa ajili yako. Na kama Mungu hakuhusishi, agikoroga idara sio wewe unafanyia, tiwe arahigiria. Kama Mungu hakuhusishi, agikoroga idara gwatanira na, sio wewe anatendea, tiwe arahigiria. Na kama Mungu anakutendea, na agikoroga ni aragwikirwo, na wewe hauhusiki, na wewe nduragwa, hauna nafasi anachokitenda. Nduri na kanya kauri areka. Asifiwe Yesu. Amen. Lakini sasa wakati Mungu anatenda,
anapotenda maida maria Ngai arahingia ili wewe uweze kupelekana na yeye nigetha utwarane nake unahitaji imani. ni urabatara wĩtĩkio. Sababu za imani ni tondu wĩtĩkio Mungu anapotenda Ngai rĩrĩa hatendi kama wanadamu. ndahingagia ta mũndũ. Mungu hakupatii kila anachofanya. Bwana asifiwe. Si ni kweli? Nema. Mungu hakupatii every detail. Ngai ndakuheaga ũingĩ wa maũndũ marĩa. Bwana asifiwe. Hakuna every information. Ti maũndũ mothe akwĩraga. Atuwe Yesu. Amen. Anakuletea ndoto tu. Akakurehere o kĩroko. Anakuambia agakwĩra atĩrĩrĩ, nimeona nyota moja ninyonete njata imwe ikinamiwa na nyota zingine ĩkĩinamirwo nĩ njata iria ingĩ na hata jua na mwezi ona mweri na njata na mweri. Wewe unaambia watu Mungu ameniambia no kera andũ Ngai I will be the greatest of all. nitakuwa mkuu kwa wote. Lakini hakwambii no ndakwĩraga utaingia gerezani, nĩ ũkũingĩra njera. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakwambii utauswa ndakwĩraga nĩ ũkwendio kama mtumwa. wĩ ngombo. Hakwambii utadharauliwa na ndugu zako. ndakwĩraga nĩ ũkũnyararwo nĩ aria thoguo. Lakini mambo hayo anayoyatenda no maũndũ marĩa areka pamoja yanafanya kazi hamwe ya kupeleka kwa prime minister yako. makũrehe thĩinĩ wa prime minister yaku. Na moja isipotendeka na kwa gwĩkĩka hautakuwa kile Mungu anatazamia. Ndũgakorwo wĩ kĩrĩa Ngai kwa sababu haitampendeza. nĩ tondũ ũndũ ũcio ndũngĩmũkenia. Kwa imani hatarĩ wĩtĩkio hawezi kupendezwa. Ngai ndangĩkenio. Imani nĩ tondũ wĩtĩkio kusaidia nĩguo gũteithagia kupelekana na yeye gũtwarana hata nake wakati hauelewi. ona mahinda marĩa ũtaremenya. Asifiwe Yesu. Amen. Wakati haujui kunafanyika nini. Mahinda marĩa ũtaramenya gũgwĩkĩka atĩa. Sababu Mungu anataka kutuhusisha. nĩ tondũ Ngai nĩendaga tũgwatanĩre. Biblia inasema maandĩko makauga kwa imani na ũndũ wa wĩtĩkio Nuhu akapata kibali. Nuhu akĩgĩa na gwĩtĩkĩrĩka. Akaambiwa ajenge nini? akĩrwo ake kĩ. Bwana asifiwe. Amen. Ya kumuokoa. ya kumhonokia. Asifiwe Yesu. Amen. If God does not involve you, iwapo Mungu haja kuhusisha, he is not doing it for you. Hakutendei. If you are not involved, iwapo haujahusishwa, Bwana asifiwe. Amen. Nataka uangalie mfano. Gwendorora muhiano. Unaweza taka Mungu gani? Ũngĩenda Ngai ũrĩkũ? Nataka tuanze na Mungu wa kwanza. Gwende twambĩrĩrie na Ngai wa mbere. Huyu Mungu anachukua tu. Ngai ũyũ no kuoya oyaga. Aongei na mtu. Ndararia na mũndũ. Haelewe? Ndaramenyeka. Hahusishi yoyote anything. Ndaragwatana na mũndũ. But there is something yes. No kwĩna ũndũ ũrekĩka. Na kuna Mungu mwingine. Na kwĩna Ngai ũngĩ. Anakuchukua. Agakuoya. Hakusemi akwambii mambo mengi. Ndarakwĩra maũndũ maingĩ. Anakupeleka. Agagũtwara. Anakwambia shika hii. Agakwĩra nyita kĩndũ gĩkĩ. Ndio kae pale. Thiĩ ũikare harĩa. Nitakwambia. Nĩngũkwĩra. Amekuhusi? Nĩagwatanĩra nawe. Wewe unaweza taka Mungu gani? Ũngĩenda Ngai ũrĩkũ? Wewe unaweza taka Mungu gani? Ũngĩenda Ngai ũrĩkũ? Huyu Mungu anafanya bila kukuambia? Ngai ũyũ areka ategũkwĩra? Ama huyu ambaye anafanya bila hakuambia, ambaye anafanya na kukuambia? Kana ũrĩa ũreka ũndũ na agakwĩra? Nataka nikuambie leo. Kama Mungu hajakuambia, angĩkorwo Ngai si wewe anafanyia. Kama hakuhusishi, you are not part of what he is doing. Hauko sehemu ya kile anachofanya. Na kama wewe hauhusiki, hautapata baraka ya kile kinachofanyika. Because God does not work as a robot. Kwa sababu Mungu hafanyi kazi kama robot. Atukuzwe Yesu. Tunajua robot inawekwa kwa kompyuta. Robot ikira kompyuta ine. Inaanza start na end. Na ikabiriria na ikarikiriria. Hapana asifiwe. So yule ambaye ameiweka kwa system. Mudrome kireta system. Anajua vile itamalizia. Yaramenya ule kurikiriria. Haihitaji kuongea. Ndirafatara kwaria. God is not like a robot. Mungu sio kama robot. Unapofanya mambo kwa maisha yako. Kama undu muturine waku. Kuhusishaga. Hata kama si kwa details zote. Onokoroti maundu ine mode. Na sasa tabia ya Mungu. Mutugo wa Ngai. Ni kwamba ana hekima kubwa. Na mawazo yake mawashiria sio kama mawazo yetu. Timeshiria maitu. Na mambo makubwa maudu manene nayafikiria. Shiragia. Atukuzwe Yesu. Amen. Toka hapa. Umahaha. Toka hapa. Umahaha. Enda pale. Ndiharia. Unajua kihubiri anaweza kasirika. Niwe kihubiri no arakare. Kwa sababu haelewi hapo. Ikara hau. Anaweza kasiri? No arakare. Anaweza kasirika. No arakare. Kwa sababu ni todo anahitaji kujulishwa reasons. Ni arabatara kumenyithio gitumi. Lakini nataka akae pale. No ndirenda ikare hau. Kwa sababu kuna kitu niko nacho chake. Ni todo kwina kindu giake. Adirenda uweke atia? Na sitaki huyu afanye nini? No ndimurute hadi mutware haria. Naweza mtoa hapa nimpeleke pale. Anza kupiga kelele.
Sasa kwa sababu ya maarifa makubwa ya Mungu ambayo mwanadamu hawezi kuyaelewa, wakati wa safari ya ushindi wa maisha yako anaweza kuambia maneno ambayo huwezi kuelewa. Sasa kile kitakufanya mpelekane na yeye ni imani, kwa sababu pasipo imani huwezi kumpendeza. Atukuzwe Yesu. So kile imani inafanyaga ni kwamba inakusaidiaga kwenda kama kipofu, lakini unafuata Mungu. Oh, hallelujah. Amen. Unaenda kama kipofu lakini unamfuata nani? Asifiwe Yesu. Amen. Sababu Mungu ana uwezo wa kutenda. Kile imani inafanyaga, maana ukifuata Bwana unampendeza. Ndio mukenagia. Asifiwe Yesu. Amen. So nataka uelewe kila godomene njia ya Mungu ya utendaji mahida magai magwe kaudu kuhusisha unahitaji imani. Urabatara wetekio. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie jirani utahusishwa. Ndio kugwatanira. Utahusishwa. Ndio kugwatanira. Mimi nataka nikuulize. Unafikiria hiyo gari yako itanunuliwa na nani? Ureshia gari yako kuguruno. Ureda walk roka mikola parking. Unataka ukinunua uikute kwa parking. Kwako nyumbani. Bwana asifiwe. Amen. Unafikiria hiyo nyumba Mungu amekuahidi itajengwa na nani? Ureshiria nyumba yogeja kweriria kwa kono. Wapendwa, tulizane. Turanie. Ungetaka gari ambayo Mungu atakuletea parking. Ungeda gari ili ageja ukurehere parking. Bila wewe kujua. Wiote kumenya. Ama ili atakupa pesa uende showroom. Kana ili egukuhebia uthie showroom. Amen. Unaweza taka gani? Ungeda riko. Ili atakuhusisha ili akuwatanira nawe. Na kama Mungu akikuletea gari na gege kurehera gari ailete hapo kwako, arehe gwaku na aingize, kwa sababu ana uwezo wa kufungua gate hata kama hana ufunguo. Ni todo eno hoti wako igura na aingize na nyamaze, aigerie na akire na awache ufunguo hapo na tiesha bihau. Kwa hivyo Mungu aletaki vitu mzuri. Gaida hega idojega. Hiyo gari hiyo si mzuri. Gari hiyo tije. Kwa hivyo vitu za Mungu sio mzuri. Bwana asifiwe. Amen. So nataka nikuambie hivi. Kama hakuhusi, hakuna kitu anafanya chako. Atukuzwe Yesu. Amen. Kama hakuhusishi na kile kinaweza kukataza Mungu akuhusishe ni imani. Kama haumuamini hauwezi kumpendeza. Maana wajao kwake wamechagua kuwa na mahusiano, lazima waamini ya kwamba yeye yuko na yeye ana uwezo kuwatoalia walio na mahusiano na yeye. Let me tell you one thing. Niwaambie jambo moja. The reason why God does not involve you, sababu ya Mungu kutohusisha wewe, is because hataki kukasirika. Ni todo ndirenda kurakara. Sababu imani humpendeza. Ni todo witikio ni mukenagia. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wa matendo, mahida mashiko, wakati Mungu anataka kufanya kitu, mahida marega yarenda gwikodo, kipimo kitachikatwa angaliwa kwanza. Githimi nikikwaba kororwo ni imani. Nebetikio. Kwa sababu Mungu hataki muende nusu. Ni todo gaida muthie nuthu. Na ninataka nikuambie leo, wedagwira umuthi, hakuna kitu kimewekwa pamoja. Gutire kindu kiigitwo hamwe. Steering itakuwa hapa, steering igukorwo haha, mguu itakuwa pale, kuguru gukorwo haria. Kuna mtu mmoja ananifurahisha sana, huwa ana make fun. Kwina mundu mugenagia ameka fans. Nikaenda kwake nikakuta tairi ya gari. Ngithie gwake ikora tairi ya gari. Alikuwa ameichukua, amioete, maana alikuwa anataka kukata aweke mahali. Ni todo enda kumetinia ameja. Nikamuuliza tairi ni ya nini? Ngemuria tairi ni yake. Akaniambia ni double ya kugura gari. Akijira nimeanza kununua gari. By the way, tairi ilikuwa imezeeka, like he was just making fun. Tairi ni yako lita none fans. Akaniambia nimeanza kununua nini? Ninyabirie kugura gari. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako vitu vyote havijaletwa pamoja. Ila jirani, ido shove itiletwa hamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitu vyote havijaletwa pamoja. Ido shove itiletwa hamwe. Lakini uwezo wa kuleta vitu vyote pamoja unaitwa imani. Ni udo wa wetekio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umeenda huna imani, nataka nikwambie usiachilie imani. Endelea kushikilia hiyo imani. Mungu bado kuna kitu anafanya. Mungu bado kuna kitu anafanya. Na usiwe na shaka. Hata wakikuchukua wakupeleke gerezani, angalia vile Bwana anahusiana na wewe. Na vile miteli beloved, ona waigera mwakine, hata ukiingia kwenye moto akayaleka na wewe mwaki. Don't fear the fire.
Usiogope moto. Angalia mulie na yeye. Rorore amwe nake. Imagine. Yusufu ameshikwa. Joseph ni anyitwa. Amewekwa gerezani. Ni atoro jera. Aswa Yesu. Amen. Na huyu jamani mgeni hajakaa sana. Na mudu ni mgeni daikarite muno. Na Biblia inasema maandiko makauga kule gerezani. Kuria jera. Mkubwa wa gereza. Munene wa jera. Anamwambia akamwira nimeachilia. Nidarekereria. Utawala hapo wako mikononi, utawala mikononi mwako. Wathani moko-ini mako. You might be a prisoner. Unaweza kuwa mfungwa. But a leader of prisoners. Lakini kiongozi pale gerezani. So you are not suffering the shame of prison. Hivyo hauoni aibu ya kifungoni ama gereza. You are just in a strategic camp. Uko kwenye katika hali ya kibinu ya kuwa pale gerezani. Atukuzwe Yesu. Amen. What do I mean by this? Hii inamaanisha nini? No umenyeka na gaye nawe. Unaweza jua kana kwamba Mungu ako na wewe. Atukuzwe Yesu. Amen. Have you ever heard people say? Je, umewahi sikia watu wakisema? Watu wanakuambia ninajua unachokipitia. Ado magekwira ndiramenya kile wagerera. No thini waku wewe wamenya wina tha. Lakini ndani yako unajua una amani. Na goko jado marona mwaki. Huku nje watu wanaona moto. Jehova Bwana asifiwe. Amen. Lakini ndani yako unajua mimi ninaweza kuwa niko hapa. No, lakini maisha na moyo wangu haujaguzwa. Ado na goko jamarona mwaki. Watu nje wanaona moto. No goro yako haina thayo. Lakini moyo wangu una amani. Haina kihuruko. Moyo wangu una pumziko. Mungu atukuza wete kiogo tedagia. Weterera mwathani. Ona we mwaki-ine. Hata ukiwa ndani ya moto. Hũthĩra mwaki. Gũgũtwara harĩa arenda. Mungu anatumia moto kupeleka. Bila imani huwezi kumpendeza. Ndũngĩmũkenia. Kama ni wale wa hasira za haraka haraka. Arĩa amarakara mara ihenya ihenya. Mwambie jirani wako koragwo atĩa maũndũ mathuka. Wewe unakuwa je mambo yakiharibika? Sinulizie jirani how do you behave? Wewe unakaa moto. Una behave aje? Wewe uikaraga atia? Bwana asifiwe. Amen. Muulize jirani wewe una behave aje? Wewe uikaraga atia? Mwambie jirani ya kwamba irashomuriganiza terere. Mwaki wakanaga. Moto huwaka. Moko-ini ma Ngai. Mkononi mwa Mungu. Mwambie moko-ini ma Ngai re. Mkononi mwa Mungu. Ni wakanaga moto huwaka. Hallelujah. Moko-ini mao. Mkononi mwa nani? Mungu anaweza kukushika. Mkononi mwake. Na moto wake. Lirikana Musa. Kumbuka Musa. Hada wero-ini. Pare akireithia tofuri jangwani akirisha kodoo. Bwana asifiwe. Amen. And the Bible says kukawaka moto kwa kichaka. Na maandiko makauga kuria githaka-ini guyakana mwaki. Na akasema moto huu unawaka lakini hakuchomeki. Na kiuga mwaki uyu ndiurakana no akasema ninaenda ni moto wa Bwana. Akiuga ni mwaki. Angalia Shadrach, Meshach na Abednego. Moto unawaka. Mwaki ni urakana. Jehova anaingia. Ngai akaingira. Atukuzwe Yesu. Amen. Na wanaangalia hawa vijana badala ya kuchomeka. Hado agushinwo. Minyororo ndio inachomeka. Na Biblia inasema hata unywele wao ginya njuĩrĩ ciao na nguo walizokuwa nazo na nguo iria mehumbĩte zikunuka moshi itianungire ndogo. Ni moko-ini ma Ngai nĩ gwakanaga mwaki. Mkononi mwa Mungu kuna waka moto. Mwaki no harĩrio gũthiĩ harĩa Ngai arenda. Natangaza kwa jina la Yesu. Kile kikusaidia kumngojea Bwana kwa moto thĩinĩ wa mwaki nĩ wĩtĩkio. Nataka nikuambie ona wagerera kĩ hata ukipitia nini Mungu ako kazini na atakusaidia. Hata Mungu ako kazini. Lakini uwezo wa kupendeza Bwana, lakini uhoti wako na ũndũ wa maũndũ macio nĩ wĩtĩkio. Ndigocoka thutha. Sitarudi nyuma. Ona mauga atĩa? Hata wakisema nini? Ona dada. Hata nikikosa. Hata nikilala jana. Hata wakifanya nini? Sitarudi nyuma. Mpaka hapo. Nimeona Mungu. Nimemuona Mungu. Nimeona nguvu zake. Na sitarudi nyuma. That pleases God. Hiyo inampendeza Mungu. Without it, bila hiyo you not go anywhere. Hautaenda popote. So wakati wa Mungu ukifika, mahinda ma Ngai makinya, kile gĩgũtũma mũthiĩ mũnyitanĩte guoko, kile kitafanya mshikane mkono ni imani. Kile gĩgũtũma mũtwana, kile kinafanya mpelekane. Bwana asifiwe. Amen. Tondũ mũndũ atwaranaga na arĩa mamũkena, kwa sababu mtu upelekana na wale wanaompendeza. Without faith, na bila imani hawezi kumfurahisha. Ndũngĩmũkenia. Niĩ ndĩrona andũ gũkũ thĩinĩ wa roho. Ninaona watu hapa ndani ya roho. Ngai amanyitĩte moko. Mungu akiwashika. Ndĩrona Ngai guoko-inĩ gwaku. Ninaona Mungu mkononi mwako. Agĩtwarana nawe. Akipelekana wewe. Ndĩrona Ngai mũgĩtwarana ũkĩhumbĩre. Andũ marakũrora watu wanakuangalia. Makari guoko-inĩ rĩaku. Wanashindwa utatokezea wapi. Ngai guoko-inĩ gwaku. Lakini Mungu ako mkononi mwako. Mũgathiĩ mũgakora mwĩnjera. Mnajikuta kwenye gereza. Lakini watu wanaona gereza. Lakini
Mungu anafanya hata ikiwa utakaa pale miaka mingi. Lakini ameshika mkono wako. Natangaza kwa jina la Yesu. Usikubali kumwachilia Bwana kwa kutokuwa na imani. Mambo yameharibika. Mahida mama kwa Jehova. Ni mahida mama wetekio. Apelilia kuzekerera maodo. Anza kuchekelea mambo. Start despising every difficulty. Anza kudharau kila uzito na ngumu. Biblia inasema Yesu alidharau mpaka aibu ya msalaba. Maandiko makoga Yesu akapuuza mpaka ile aibu ya msalaba. Na Biblia inasema akafa na akazikwa na akafufuka na akaketishwa kwa mkono wa kuume wa Baba na akapewa jina lililo zaidi ya majina yote. Na kutangazia leo, imani yako itakupa jina. Imani yako itakupa jina. Waliosema uko chini, kwa imani yako itakupa jina. Upewi jina, unapewa jina na imani. By faith, kwa imani, the men of old, wale wazee wa kale walinenwa kuhusu, they obtained a good report. Walipata ujumbe mzuri. By so imani. They were given name by faith. Walipewa majina kwa imani. Don't give up. Usiachilie, usitupe mikono. Faith in relation. Imani katika ikihusiana na nyakati za Mungu za kutenda. Wona wagu atanira na mahida magai magweka. Number 1 is that God works through order. Mungu hufanya kazi kupitia mpango. Order. Mpangilio. Ndio hiyo. Na order pia tunaweza sema ni kama amri. Na wadho. He orders direction. Bwana sifiwe. He works through. Anafanya kupitia nini? Order. Mpangilio. Atukuzwe Yesu. Amen. Sikia anamwambia Ibrahimu. Alena Ibrahimu aterere. Ondoka. Ehera. Enda. Die. That is order. Hiyo ni mpangilio. Ni amri. It is a command. Ni amri. Bwana sifiwe. Amen. Yeye anasemaga. Wende kuga ugaga. Haulizi. Dauragia. Anasema. Ne kuga. Unajua wanadamu wanataka kuulizwa. Ado nimetaka kuulio. Wakati wa Mungu mara nyingi haulizi. Mahida magai dauragia. Ne kuga ugaga. Na ukizoea kukaa na watu wa kusema. Noge menjera kusema na dua kuga. Utakwazika. Ne kuegeka. Unajua kuna watu hawa ulizagi swali. Kule ndo matoragia kiuria. Ni kusema tu. No kuga gwika. Hata kwa familia zetu. Ona family ne shito. Toa hapo weka pale. Ruta hau twara haria. Hapa ni reasons. Dahayana gaitomi. God is a God of order. Mungu ni Mungu wa mpangilio. God of commands. Mungu wa maamri. Bwana asifiwe. Amen. So for you to relate with him, kwako ili uhusiane na yeye, lazima uwe na imani. No ginyokoro na wetikio. Bwana asifiwe. Amen. Sababu kama utamfuata, netodo agikono ko murumirira bila kupewa masababu, utekuhoyo itomi. Bwana asifiwe. Amen. Unajua mwanadamu kawaida yake, niwe modo kawaida yake, hafanyi bila sababu. Dekaga hatarege bila sababu. Hatarege tomi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama ushawahi kukosana na mtu. Ndio kana wana hetani na mudu. Anafanya kitu na hakwambii. Akikono ndakwira. Asifiwe Yesu. Amen. Kama dono dalako. Anafanya mambo na hakwambii. Alafu unakasirika. No karakara. Eventually, mwisho ndio unaona ni mimi alikuwa anasaidia. Niki. Mimi ndio alikuwa anasaidia. Ndio ataidagia. Atukuzwe Yesu. Amen. So God, Mungu is a commander. Bwana asifiwe. So for you to relate with him, ili uhusiane na yeye in the seasons of acceptable time, kwa majira ambayo yamekubalika, for you to relate with a commander, ili uhusiane na yule anayetoa amri, you must have faith. Lazima uwe na imani. Amen. Amen. Lazima uwe na imani. No ginyokoro na wetikio. Kwa sababu Mungu mara nyingi haulizi maswali. Netodo gaimahida magede oragie shuri. Na hasemi mambo mengi. Na dauga maondo maiche. So kwa sababu Mungu ni wa makomandi na mambo ya kuelekeza. Netodo gainwa gwathana na kuerekeria. Na mambo mengi ambayo anasema mwanadamu haelewi. Na maondo maria maige augaga mundu ndamamenyaga. So maneno ya Mungu ambayo anataka wewe uingie. Maondo ine maria Ngai arenda uingie thini wamo. Lazima uwe na imani. No ginyokoro na wetikio.
Jambo la pili. Undu wa keri. Imani witikio inahusiana ni gwatanagira na nyakati za Bwana na mahinda ma Ngai kupitia utiifu. Kugerera wathiki. Amen. Amen. Obedience to God's order. Utiifu kwa ile amri ya Mungu. Obedience to God's command. Utiifu kwa kule kuamrishwa kwa Mungu. Kama utakuwa na Mungu agikorwo ni gukorwo na Ngai kwa wakati wa utendaji wake, mahinda maria areka maundu make, maige no nginya wathike. Wakati mwingi lazima uwe mtiifu, na witikio ni guteithagia gwathi, na imani inakusaidia kuwa mtiifu. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingi wa Bwana anapotenda, mahinda maige maria Ngai arekodu, lazima uwe mtu wa kutii. No nginya ukorwo mundu wa gwathika. So for you to relate with God, ili uhusiane na Mungu in the times of his action, kwa wakati wa matendo yake, you must obey. Lazima utii. Obedience is important. Utiifu ni wa maana. Because God is a commander. Kwa sababu Mungu ni wa kuamrisha. He commands his way. Anaamurisha njia zake. He does not request. Yeye haulizi. Tafadhali. Tafadhali. Nataka kukubariki tafadhali. Tafadhali ndenda ukurathima. Ninakuomba. Ndakwihoya. Utaenda ukifika pale. Uona wakinya haria. Atakupiga mtego. Nimekuhura mtego. Usijali hata ukianguka. Dukamake ona wago. Tafadhali unisamehe. No udekere. Ndio njia. Nio njira ya kukubariki. Ya ukurathima. Alafu akakulia umenisamehe. Akakulia ni wadekera. Mungu. Ngai. Hapana. Asha. Mungu anakuambia pita. Ngai yakwira hitoka. Hapo pita. Hau hitoka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu wakati Yesu anaambia wanafunzi let us go to the other side, liria Yesu eraga arutwo nituthienga mwena uri ungi wa hawaambii kutatokea mawimbi. Ndameraga ni gukumira huhukanio. Atukuzwe Yesu. Amen. He tells them let us go to the other side. Aliwaambia tuenende ngamo nyingine. Mawimbi yanatokea. Leo ihukanio komera. Na wanaogopa. Na magetigira. Yesu hasumbuliwi na mawimbi. Yesu ndarathenio. Anawauliza. Akamoria. Where is your faith? Imani yenu iko wapi? Because my word kwa sababu maneno yangu let us go to the other side. Ni ya kwamba tuenende ngamo nyingine. No matter what happens, haijalishi kitendekacho, I have commanded nimeamurisha the going of the other side. Kuenenda kwa upande ule mwingine. What will take you there? Kile kitakupeleka pale ile the faith. Ni imani. Bwana asifiwe. Amen. And the obedience. Na utiifu. So wapendwa, Edwa, nyakati za Mungu kutenda, mahinda Ngai magwe kodo, ni kwenda wathikire maundu maingi muno. Inahitajika utii mambo mengi. Mimi nakuomba uombe Mungu akusaidie. Ndahoya Ngai aguteidia. Ukorwo wi mwathiki mahinda. Uwe mtiifu. Bwana asifiwe. Mungu atakwambia mambo mengine hujasikia. Ngai nao kwira maundu mangĩ. Mungu atakwambia mambo mengine hujaona. Ngai nao kwira maundu mangĩ ũtarona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo yataelekezwa kwa maisha yako. Kwa maundu makwerekerio mũtũrĩre waku. Kile kitakusaidia. Kile gĩgũgũteithia. Kupendeza Bwana. Gũkenia Ngai. No wathiki tu. Ni utiifu pekee. Kwa sababu ya imani. Weteketie Ngai. Iwapo unamwamini Mungu. No nginya umwathikire. Lazima umtii. Atukuzwe Yesu. Amen. Sababu haizi kukuachilia. Nĩ tondũ ndegũkũrekereria. Asifiwe Yesu. Amen. Kama huyu ndugu ananiamini. Angĩkorwo mũrĩithe witũ nĩ anjĩtĩkĩtie. Na nimwambie angalie pande hiyo. Na ndemwĩre arora mwena ũrĩa. Na nimwambie ajiangushe. Na ndemwĩre agũithie. Wewe gũithie. Jiangushe. Unaona ameniangalia kwanza tosima aone kama ndemuraka. Ananiangalia aone kama nimekasirika. Kama niko na plan. Kana ndina mũbango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu ũyũ itategemea tunavyohusiana. Nĩ gũkũringana na tũgwatanagira. Amen. Nikimwambia jiangushe. Ndamwĩra we gũithie. Lazima asifikirie. No nginya ndagecirie. Sababu anajua aliye nyuma yake. Nĩ tondũ nĩ aramenya ndĩ thutha wake. Sababu tumepelekana that far. Ubali huu. Hatujapigana. Tũtirũĩte. So imani yake kwa Mungu wĩtĩkio wake harĩ Ngai ndio itamsaidia kutouliza maswali. Nĩguo kũmũteithia kwa kũũria ciũria. Wewe no ugiatiriri. Huyu anaweza sema. Nenda kugwareke ngwe. Wacha nikitaka kuanguka nianguke. Kugwa kanithai. Nitaanguka kanisani. No ni damu na nikomunyitere. Lakini najua nitamshikilia. Yani he is not 100%. Hako 100%. Lakini Mungu anasema. Noge yarauga atiriri. Most of the commands. Mengi ya amri. You must obey them. Lazima uyatii. So jiangushe. Wĩgũithie. Silona. Ona alego yake shoka na maguru. Hata anajianguza akirudi kwa miguu. Damo hutia ni gwarerekere. Nikimguza ndivyo anajiachilia. Damo hutetie. Kabla sijamguza. Ndagerekereria. Hawezi jiachilia. Kabla ucheke. Utanatheka. Ndio tunakuaga kwa Mungu. Niguo tukorwo kwa Ngai. Odhiaga Mungu anakuambia niko hapo.
Ngai akwiraga ndĩ hau. Ugathi uhingĩrĩte ritho rĩmwe. Unaenda umefungwa jicho moja tu. Akoro ndari hokokia, unajua tayari umetafuta njia. Ne usharitie njira. Ngai arakwĩra gukorwo haha. Mungu anakwambia atakuwa hapa. Kana haha ũguo. Ama pale. Somewhere here. Mahali hapa ya. Alafu Mungu ako hapa anakwambia wewe ukaa ndokuthira. Mungu anakwambia njoo hautaangamia. Unambe higa maitho. Anakwambia funga macho. Wona ndari holi. Already nimenyete njira yako ule. Umejua njia ya kutorokea. Ngai alilishana, Mungu aliambia wana wa Israeli. Ngai akira ciana za Israeli. Akamwambia Musa. Akira Musa. Enda waambie, hapana akaambia Joshua. Akira Joshua. Enda waambie. Ndio mere aterere. Wale the priests. Makuhani. Wamebeba sanduku la agano. Are makueta idadu kwa wakiinua mguu wao. Wona moya kuwa. Wawekelee kwa maji. Maigere iguru ya maji. Kutakuwa njia. Nigukorwo na njira. Sitatengeneza njia. Ndigothondeka njira. Hawajawekelea mguu. Mataigereire kogoro. Andũ aingĩ aitũ. Wengi wetu. Mandaga njĩra. Wanatafuta njia. Siwezi kuwekelea mguu kwa maji. Ndingĩigĩrĩra kogoro maĩ-inĩ. Hata Mungu akisema. Ona Ngai akiuga. Bwana asifiwe. Amen. Sababu sayansi inasema. Nĩ tondũ sayansi yuga atĩrĩrĩ. Kile hauoni. Kĩrĩa ũtekuona. It does not exist. Hakiishi. Bwana asifiwe. Amen. I've come to say to you. Nimekuja nikwambie. The best thing you can do to please God. Njia bora ambayo unaweza fanya kumpendeza Mungu. Katika matendo yake. Ni kuamini. Ni gwĩtĩkia. Ni kutii. Ni gwathĩka. Wewe wathike tu. Utii. Bwana asifiwe. Amen. God cannot let you down. Mungu hawezi kuachilia. Bwana asifiwe. Amen. Tulizane tu wapendwa. Turania edwa. Unafikiria nini kuhusu Nuhu? Uleshire iguru rigie Nuhu ati. 150, I don't know whether it is months or years or days. Sijui ni miezi kama ni siku. Ark. Anatengeneza safina. Na Mungu alikuja tu siku ya kwanza. Na Ngai yuko muthenya wa mbere. Akampa measurement. Akimuhe githimi. Siku ya kwanza? Muthenya wa mbere. Akamwambia utajenga hivi. Akimwira ugwa kwa. Utatumia hii. Ugutumira kindu kiki. Akamwambia details zote. Akamwira maundu mothe. Arafu akanyamaza. Akaendelea kujenga. Agĩthiĩ na mbere gwaka. Wewe unafikiriaje day 55? Wewe ũreciria atĩa muthenya wa 55? Mwathani arogocwo. Amen. Nĩaigana ekaga ũndũ magakora gatagatĩ-inĩ ti tareka ũndũ ũcio. Ni wangapi wanafanya jambo You started very well. Hawafanyi jambo. By the way, unajua mara nyingi mahinda maingĩ tunafanyaga kwa sababu tumesikia Mungu. Nĩ twĩkaga tondũ nĩ tũiguĩte Ngai. No twathiathiarĩ. Lakini tukiendelea tukaigua ta tũramũi. Tunasikia kama tumepoteana. Weko. Uko wapi? Tukaigua. Weko. Uko wapi? No Ngai akwĩrire atĩa? Mungu alikwambia aje? Eka ũndũ ũyũ. Fanya jambo hili. And let me tell you something. God does not give another command. Hapeani amri ingine. Mpaka ile ya kwanza ikamili. Ginya iria uria wa mbere wa kabla ya kwanza haijakamilika. Uria wa mbere utanakinyanira. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akumi. Haujamaliza hiyo. Utareketio sio. Wewe Mungu alipoona Nuhu amemaliza. Lilia Ngai onire Nuhu alikia. Na siku imefika. Na muthenya no wakinya. Akamwambia sikia. Akimurathikiriria. Enda sasa kwa wanyama. Thiere ukore nyamu. Bring them one by one. Leta moja kwa moja. Na ulete 7 wazuri. Noleha mugwanja njega. Katika kiwango cha wawili. Na undu wa muigana wa igiri. Na ulete mmoja. Noleha mwe. Kwa kiwango cha wale defiled. Wawili. Iria ciina thahu. And then he keeps quiet. Na kanyamaza. Leo gutira makanio kwa ihinda rigana. Haijalishi utachukua muda gani. Ginyore. Mpaka umalize. Another command. Amri ingine comes. Inakuja. After that one finishes. Baada ya hiyo kumalizika. Leo gwathika kwa ne hinya githitokwo kwega. Kutii kwa haraka. Gwathika na undu wa ihenya. Bwana asifiwe. Amen. Kutii kwa haraka. Gwathika na ihenya. Ndio kutakusaidia to receive another command. Kuamukira. So number 2 thing, the way faith relates. Vile imani inahusiana with God's times of action. Kwa wakati wa matendo ya Mungu. It is through obedience. Ni kupitia utiifu. Mundu wothe gwathika. Yeyote atakayetii. Ni aretekia. Anaamini. Mwathani arogocwo. Amen. Mundu wothe gwathika. Yeyote atakayetii. Ni aretekia. Anaamini. Tondu Ngai ni arauga. Kwa sababu Mungu anasema. Ndĩrenda kũrĩkĩria na ũkwĩrwo. Nataka nimalizie kwa kusema hivi. Akorwo ndũrahusika. Iwapo hauhusiki. If you are not being involved. Iwapo hauhusiki. And you are not involving yourself. Na hujihusishi mwenyewe. There might be nothing in it for you. Kunaweza kuwa hakuna kitu chako wewe. Atukuzwe Yesu. Amen. It doesn't matter whether you are there. Haijalishi kana kwamba uko hapo. Si kuna watu walikuweko wakijenga. Githĩ gũtirĩ andũ marĩ kwa gĩaka. Lakini hawakuhusi. No matiagwatanĩire.
Na wakasema sisi ni wale wanajua kuswim. Makiuga hivyo ndio tuwe gwetupera wega. Na katika maisha haya hata Nuhu tushawahi kumpiga, kuna tushawahi kumchapa. Na kwa hivyo hakutukataza kuingia. Dagigiria tuigire. Tutamfunga mikono. Tukamuoha moko. Wacha ajenge. Leke yake. Tutabarikiwa wote. Tukaradhimu ithuothe. Sidio tunasemaga? Niguo tugaga. Leke marute wira. Wacha wafanye kazi. Tutakula wote. Tukale ithuothe. If you are not involved, iwapo hausiki, hautapokea kitu. Ndukwamukira kindu. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa la But what I Yesu. have come to say to you, nimekuja nikwambie, is that you need faith. Unahitaji imani. To please God. Ili umpendeze Mungu. In the times of action. Kwa wakati wa matendo. Because God is at work. Kwa sababu Mungu ako kazini. Na ni lazima wewe uhusishwe. Na no ginya ugo wapendwa nikwambie, kile Mungu anataka kufanya. Kwa sababu ya maisha yako. Lazima akuhusishe. No ginya ago katika jina la Yesu. Na katika haya madhabahu. Mungu amenena nasi sana. Na sisi tuna imani. Ya kwamba kile Bwana amesema. Na kile tumetaja miaka mingi. Tumeanza kuinua imani yetu. Ili ya kwamba tuone ya kwamba katika nyakati za Mungu za utendaji tunatii sauti yake kwa kuamini vile anasema. Na siku ya leo kuna kitu tunataka kuzindua ambacho ni mojawapo ya imani zetu kwa sababu ya kile Bwana anafanya. Na nataka nimuombe chairman niletee kitu kiko hapo kwa ofisi. Wapendwa, imani itakusaidia kwenda mbali. Mwambie jirani yako matendo yako yanategemea imani yako. Sababu chochote unachofanya kwa imani, hicho Mungu hata kubali kiondoke. Mimi nataka nikuambie, tumeanza kumwamini Bwana kwa sababu ya kile anasema na sisi. Na kuanzia majira haya tumeamua kuzindua rasmi mbele za Bwana katika haya madhabahu kile ambacho tumemwaminia Bwana kwa siku nyingi. Nataka nimuite mchungaji Rongo hapa. Na mchungaji Kuria hapa. Na ninataka wafungue karatasi hii pole pole. Na mimi nataka wanapozindua, wanapofungua yote tutasimama kwa miguu yetu. Ili ya kwamba tumsherehekee Bwana. Tunapozindua kanisa letu. Madhabahu ambayo Bwana anatupatia majira haya. This is a Deliverance Church Baraka Cathedral. Ili ni Baraka Cathedral. This is what the Lord is doing with us. Hivi ndivyo Bwana anatenda nasi. Hapa ndipo imani yetu ilipo. Hili ndio Bwana anafanya. Na siku ya leo kwa jina la Yesu. Tunazindua picha hii. Kwa jina la Yesu. Na tunatangaza. Jehova ameanza kazi. Katika jina la Yesu. Hapa ndipo imani yetu ilipo. Hapa ndipo tunaenda. Ndio Bwana amesema. Imani ni mambo yanayotarajiwayo. Ni uhakika wa mambo yanayotarajiwa. Sikia. Leo mbele za Baba yetu. Katika jina la Yesu. Tunazindua rasmi. Kile ambacho mioyo yetu. Ambacho tunakiondoa rasmi kwa mioyo. Tunataka kionekane sasa. Maana hapa ndipo tunapoenda. Na siku ya leo tunatangaza katika roho. Haiwezi kusimamishwa sasa. Haiwezi kusimamishwa. Tunatangazia mapepo. Tunatangazia maroho. Tunatangazia maadui. Sasa hawawezi. Imeonekana kwa macho. That's where we are going. Hapa ndipo tunaenda. This is Deliverance Church Cathedral. Hili ndilo Cathedral la Baraka. Sijui kama mnaona vizuri, hebu simameni hapa juu kidogo. Come here, just come here. Come here. Na mchukue juu vizuri. Na mwaiguru wega. Ya, kuja ondoa hii. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Fungua kinywa chako mwambie Bwana asante. Ila mwadhani dhasho. In the name of the Lord. Oh yes Lord. This is where we are going. Hapa ndipo tunaenda. In the name of the Lord.
Sikia wapendwa. This is our faith. Hii ndio imani yetu. Tumeongea miaka mingi. Netumiaretie miaka mingi. Sasa tumemwaminia Bwana. Leo neturetekeria Ngai. Nyakati zake za utendaji. Maida make mau kuhijia. Tuinue imani yetu. No ginya twabariria Jehova. Netoro neturetekia Jehova. Hakuna hata moja ya hii. Gutire onomwe wa aya. Amewekwa hapa. Maria mekiritwo haha. Itakosa wakati wake. Ukwaga gukinyanira mahinda maguo. Hii nayo nori ndio BQ ama bill of quantity. Ndio bill of quantity. Hapa ndipo hesabu haha niho ithabu za pesa liabia ya kujenga hii zipo. Liagwaka ino shiri. Wale walio na hekima hiyo aria mari na uge ucio wamefanya hesabu zote. Nimekete mathabu mothe. Kufuatia kwa chairman wetu. Kugerera chairman wito. Na wameweza kuleta hesabu. Na makareha ithabu. Ya ambayo tunaitangaza leo rasmi. Liria turaria umuthe kilasmi. Ya kwamba Deliverance Church Baraka Cathedral. Cathedral ya kanitha wa Baraka. Inachukua milioni 10. Irakuwa milioni 10. Ambayo tunatangaza zinapatikana. Iria turauga ni kuonekana. Katika jina la Yesu. Jaina ware tware ya Yesu. Na turaria umuthi. Kuna pepo. Gotire daimono. Kuna mbinu za kusibu. Gotire mipango ya ngoma. Hii ni imani yetu. Hii ni imani yetu. Hii ni imani yetu. Bwana anaweza. Ngai ni ahotaga. Fungua kinywa chako. Hingura kanua gaku. Bwana tunakubali. Ira mwathani turetikia. Tunakubali. Mwathani turetikira. Tunazindua rasmi. Ni tunazindua rasmi. Ni turaiga makegogona giki. Mbere ya andũ othe Jehova. Tunakuamini. Ni turaria ni turawĩtĩkia. Ni turauga twĩna wĩtĩkio. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ. Na ũndũ wa mũthĩ hĩndĩ ya mbere. Mwathani nĩ twamũcokeria ngatho. Nĩ tondũ nĩonekanĩte thĩinĩ wa ngoro citũ kĩrĩa ũreka. Baba wetu. Mwathani witũ. Hii ndio imani yetu. Ũyũ nĩguo wĩtĩkio witũ. Hili ambalo umesema nasi miaka mingi. Ũrĩa ugĩte na ithuĩ mĩaka mĩingĩ. Na ukasema mambo unayoyatenda. No kauga maũndũ marĩa ũreka. Ni makubwa na ya ajabu. Nĩ manene na ma magegania. Tunapotazama kwa macho yetu. Na wona twarwo na maitho maitũ. Hii ni kubwa na la ajabu. Ũndũ ũyũ nĩ mũnene na ma magegania. Siku iliyo sasa. Nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana. Ũrĩa ũrĩ hakuhĩ mũno. Kũringana kĩĩranĩro gĩaku. Tunajikuta ndani Jehova. Nĩ tũgwĩkora thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ tũraria Mwathani. Tunazindua rasmi. Thĩinĩ wa roho. Na nĩ tũrauga kĩgongona-inĩ. Gũtingĩgirĩrĩrio rĩu. Gũtingĩgirĩrĩrio rĩu. Rĩtingĩgirĩrĩrio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani tũragũcokeria ngatho. Gĩkĩ nĩkĩo kĩandĩkĩtwo. Na arĩa marĩ na ũmenyo ũyũ. Nĩ atĩ mũigana wa mbia Mwathani nĩ milioni 10 gũthiĩ na igũrũ. No nĩ tũrawĩtĩkia. Nĩ wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wa arĩa ũkũgwatanĩra. Nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani twamũkĩrĩte milioni ici. Gatagatĩ-inĩ gaitũ. Nĩ iria ũgũtũrehere. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũrauga nĩ thaitũ. Nĩ tũramũkĩra mwaka ũyũ. Na ũndũ wa gũcokia ngatho. Na nĩ tũraria mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ gũtirĩ ona ũmwe witũ. Ũrĩa ũkoretwo gũkũ. Na ũndũ wa kwambĩrĩrio na kũzindua kwa mwaka ũyũ. Ũtakaga kũingĩra thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũrathũkangia roho wa ũru. Nĩ tũrathũkangia roho wa gĩkuũ. Nĩ tũraria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ ndũmĩrĩri njũru. Ndũmĩrĩri yothe njũru ndĩrĩ na hinya. Igũrũ rĩa mĩtwe ya andũ aya. Arĩa mona mwaka ũyũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Baba. Mwathani. Tunainua imani zetu. Nĩ tũrambararia wĩtĩkio witũ. Tumefanya jambo hili. Nĩ twĩkĩte ũndũ ũyũ. Si kwa sababu kivyetu tuna pesa. Ti tondũ wate ithuĩ ene twĩna mbia. Lakini wewe una pesa. No we Mwathani wĩna mbia. Na tunakuamini. Na nĩ tũragwĩtĩkia. Na kwa hivyo tunasema asante. Noguo nĩ tũracokia ngatho. Tunapolipokea jengo hili. Tukiamũkĩra mwako ũyũ. Na tunapolizindua rasmi. Na tukiuzindua rasmi. Ya kwamba leo liko katika picha. Leo wĩ thĩinĩ wa mbica. Na tunaliweka katika roho. Na nĩ tũraũiga
uneana thĩinĩ wa roho tukipanda kwa uwanja wake tukĩũhanda thĩinĩ wa kĩwanja kĩaguo katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Asante kwa pesa, nĩ wega nĩ tondũ wa mbia, asante kwa wajenzi, nĩ wega nĩ tondũ wa aki, asante kwa neema, nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi, asante kwa mbingu yako nĩ tondũ wa igũrũ rĩaku iliyofunguka rĩrĩa rĩhingũkĩte juu ya ujenzi huu igũrũ rĩa mwaka ũyũ katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Utukufu sasa ũrwambarario na rĩu hata milele, na tene na na tene, utakapotushauri na wona watũtara utusaidie kutii ũtũteithie ili gwathĩka tuone wema wako nĩgetha tuone ũtugi katika waku maeneo yote. thĩinĩ wa maũndũ mothe. Asante Baba, nĩ wega ithe witũ tumepokea nĩ twamũkĩrĩte picha hii mbica na ĩno jengo hili na gĩko na gĩkĩ, tunaizindua nĩ tũraria rasmi kũrĩithia sasa lazimi katika ũmũthĩ jina la Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe na Mwana rĩĩtwa rĩa mũriũ na Roho na rĩa Mtakatifu. Roho Mũtheru. Haleluya. Hallelujah. Rakabusekata. In the name of Jesus. Now this is what we are calling faith. Hii ndio tunayoita imani. I know there are few Sarahs. Najua Kuna kina Sara kadhaa kuna asara maigana ona wanaocheka nyuma ya hema. Arĩa maratheka thutha wa hema. Na Mungu anauliza, why did you laugh? Na Mungu anauliza kwa nini unacheka? Is there anything Je, kuna jambo gumu that is too hard for me? ambalo siliwezi? If you don't believe, Iwapo hauamini, instead of doubting, badala ya kuwa na shaka, hang on my faith shikilia imani yangu as a father, kama baba, because a father kwa sababu baba carries the faith of the children. amebeba imani ya watoto. Sometimes you eat through my faith. Wakati mwingine mnakula kupitia imani yangu. Instead of doubting, badala ya shaka, hang on my faith. shikilia imani yangu. In the name of Jesus, Kwa jina la Yesu we declare tunatangaza it is coming up. inakuja. This is now what faith says. Hivi ndivyo sasa imani inavyosema. Wacha kujificha. Tiga kuehitha. Tokea. Umira. Write your vision. Andika maono yako kwa herufi kubwa na demo nene. Ona yaikara. Hata ikikawia no igakinyanira. Itatimia. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo. Be seated. Tafadhali ketini chini. We will put it somewhere. Tutaiweka mahali. Now. Sasa. Because I believe in God. Kwa sababu ninamwamini Mungu. I know what God will do. Najua kile Mungu atafanya. I know what God will do. Najua yale Mungu anafanya. What he will do kile atafanya is that he will partner ni ya kwamba atashirikiana with the people na watu that will do the work. Wale watakaofanya kazi. He will partner. Atashirikiana. What he will do, kile atafanya, he will spread the 10 million gawanya milioni 10 into his partners. Kwa wale wanaoshirikiana. Those who are saying, wale wanaosema, I want to be a partner nataka niwe mshirika of the doings of God. Wa matendo yake not Mungu. Because I have money. Si kwa sababu nina pesa. But because when God gives it to me, lakini kwa sababu Mungu amenipatia, I will use it for the work. Nitaitumia kwa ajili ya kazi. Because Mungu hawezi kujenga Deliverance Church Baraka kanitha wa Deliverance na pesa za Kahama na biashara Kahama. Kahama original. Anaweza ni kweli, lakini if he does not involve you, lakini iwapo hata kuhusisha, you are not a part of it. Wewe sio sehemu yake. Tell my people, God tells Moses, ambia watu wangu wamwambie Musa, give out money, watoe pesa, and take it for myself, na unichukulie, na uchoere, na utumie, no hudhire, kujenga hekalu, waka hekalu, mahali nitakuja, hali agoka, tukutane nao, tushamanie nao, partners, washirika. Listen, skiza, I do not want you to partner sitaki ushiriki with what you already have now. Na kile uko nacho sasa. But I know, lakini najua, many of us here, wengi wetu hapa, God will change your financial status. Mungu atabadilisha hali yako ya kifedha. Bwana asifiwe. Amen. Kama hii tulijenga na 1500, agikoro eno twakire na 500, tukiwa hatuna kitu, tutari na kitu, na Mungu akatuinua. Mimi nilikuwa mmoja wa hao. Niye ndari umwe wao. Nilifanya deal moja ile ambayo sijawahi kufanya, nikapata 1170. One deal. Gekadiri umwe kiona girigana rimwe. Na nikauliza Mungu, zinakuaga wapi kama hizi deals? Gyoria Ngai, deal taishi kwa. Kumbe zinakujaga in his time. Gire ciokaga ihinda rĩrĩa yake. I have a picture here. Nina picha hapa ambayo I want to ask. Iria gwenda kuria. Not because of what you have. Sio kwa kile ulicho nacho. But if you would want to
partner with God, lakini iwapo unataka kushiriki na Mungu, you want a covenant relationship with the work here, unataka maagano na kazi hapa, ya kwamba Mungu ukipatiana hizi pesa, ati Ngai waheana mbia ici, let me be part of the channel, wacha niwe mmoja wa njia ambayo utapitia, iria ukugera, and a channel where water flows, na njia ambayo maji hupitia, it can never be dry, haiwezi kuwa na ule ukafu, but it must be faithful, lazima ipitie, to take water kuchukua maji to its destiny, kwa hatima yake, because the destiny of the water, kwa sababu hatima ya maji is not in the pipe, haiko kwenye pipe. Amen. Are you there? You are saying, Pastor, uko hapo unasema, mchungaji, I choose to be a channel. Nachagua niwe njia. Mungu akigawanya hizi pesa, nataka niwe moja wao. Kuja hapa. Ukaha mbere. Nasema pastor. Urauga pastor. Mimi ni mmoja wa hawa. Niye ndi umwe wacio ambao Bwana atatumia aria Ngai akuhuthira kwa kufanya kazi hii na undu wa kuruta wira uyu katika jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Usiondoke, unakabaki tu hapa. Ndukehere utigwo o haha. Usiondoke. Ndukakwehera. You are saying, Lord, unasema Bwana, I am now partnering with you. Ninahusiana na wewe. I declare from today. Natangaza kuanzia leo. Mimi I am one of the channels. Mimi ni moja ya njia ambazo unatumia iria ukuhuthira ili ya kwamba nitumike nigetha huthike kwa jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Patia watu kadhaa huko nyuma. Negere andu maiganona. Wapatie huko nyuma. Manengere. Unamwambia Bwana, urera Mwathani, mimi ni sehemu ya hii kazi. Niye ndegecunje kia wira uyu. Nitondo wakiria ndinakio. Si kwa sababu ya kile nilicho nacho. Nitondo wakiria kuneana. Ni kwa sababu ya kile utapeana. Usirudi nyuma, lakini uhakikisha uko na picha. Uone wina bisha. Na usiogope. Na ndugetigire. Katika inua mikono wako tu kama hauna. Oya guoko gwakwa iko nduri nayo. Inua mkono wako tu kama hauna. Oya guoko gwakwa iko nduri. Inua mkono wako tu kama hauna. Oya guoko gwakwa iko nduri. Wapatie hapo. Na usiondoke. Na ndukehere. Maraboshe taya. Ukichukua unaanza kumwambia Bwana asante. Oya ukera Mwathani cha pesa ambacho anakuaminia. Thiini wa mbeca iria Ngai agugwitikia. Kwa sababu ya kazi hiyo sasa. Ni tondu wa wira ucio riu. Mwambie Bwana ninakushukuru sana. Ira Mwathani ndiragucokeria ngatho. Unachoniaminia. Ni tondu wa kuraji. Kwa sababu ya hii kazi. Ni tondu wa wira uyu. Katika jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana ninasema asante. Ira Mwathani ni thank you. Kwa kiwango cha mali. Na undu wa muigana wa mbia. Iria urajihokera. Ni tondu wa wira uyu. Sasa kwa jina la Yesu. Riu thiini wa ritwa ria Jesu. Makubaliano. Nĩndĩretĩkia gwĩtĩkanĩria mimi na wewe niĩ nawe tutafanya hii kazi nĩtũkũruta wĩra ũyũ na wĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ĩra Mwathani ndĩragũcokeria ngatho. Ĩra Mwathani nĩ thank you nĩ tondũ wa mũigana wa mbia iria ũranjĩhokera nĩ tondũ wa wĩra ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Inua mikono yako. Oya moko maku na igũrũ. Baba, Mwathani, hii ndio imani yetu. Uyu niguo wĩtĩkio witũ. Ya kwamba siku ya leo mũthenya wa ũmũthĩ kwa kuongozwa na Roho wako wa gũtongorio nĩ Roho waku tunakubali makubaliano haya. Nĩtũretĩkia kĩrĩkanĩro gĩkĩ yaliyo na maagano kĩrĩa kĩna kĩrĩkanĩro kwa sababu wewe huwatumia wanadamu nĩ tondũ we ũhũthagĩra andũ kufanya mambo makubwa. gwĩka maũndũ manene. Leo tumekuja madhabahuni ũmũthĩ nĩtũkĩte kĩgongona-inĩ na makubaliano twĩna gwĩtĩkanĩria wale utakaowatumia atĩ arĩa ũgũtũmĩra tunakuomba Mwathani nĩtwakũhoya tuwe sehemu yako tũkorwo twĩ gĩcunjĩ kĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. wafanya milionea arĩa ũratua mamilionea nĩ tondũ wa wĩra ũyũ tunakuomba Mwathani twakũhoya hapa Jehova twĩgũkũ Mwathani tunakungoja nĩtũgwetereire moko maitũ meciria maitũ mĩtũrĩre itũ twamĩneana rĩu thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Jehova Ngai tusikose kwa sababu ya kazi hii na mambo yetu kwa jina la Yesu. Wewe unayeinua tuinue sasa, wewe unayebariki tubariki sasa. Yehova tumekubali ya kwamba utatutumia
watu wale utatumia ni sisi. Tunakushukuru Baba, hili ndio agano letu. Geke nikyo kirikaniro gitu. Tusaidie kuwa waaminifu. Tuteithie gukorwo turi ahokeku. Kwa sababu unafungua milango. Nĩ tondũ ũrahingũra mĩrango. Mbingu yetu kifedha. Igũrũ ritũ kĩmbia. Na mahusiano. Na ngwatanĩro. Inafunguka sasa. Nĩ marahingũka rĩu. Kwa sababu ya hii kazi. Nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Baba, tunasema asante. Mwathani tũrauga nĩ thengio. Tunapoijenga. Tũgĩaka. Tunatangaza. Nĩ tũraria tũkauga. Ukuu. Unene. Na riri. Na utukufu. It is the sign ni ishara of this building. Ya jengo hili. Glory utukufu and greatness na ukuu is the sign ndio ishara of this altar. Ya madhabahu haya. For you are glorious wewe ni wa utukufu and you are great. Na wewe ni mkuu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Wewe ulituahidi. Wewe tuireire. Mambo ya madhabahu haya. Maundu ma kigongona giki. Ni maundu manene. Na ya ajabu. Na mamagegania. Na siku ya leo. Na muthenya wa umuthi. Tunapokea. Ni turamukira. Bia na iko inafanya mambo makubwa shikaga maundu manene na ajabu na mamagegania katika jina la Yesu. Kaino wale twara Yesu ne turagucokeria ngatho ne turauga ne thengio ne turetikia riu kuingira thiini wa kirikaniro giki na twakuhoya Mwathani ikora maitho maitu ikora mato maitu tuonie njira ya kugerera gukinya haha. Asante. Ni wega Mwathani. Utukuzwe. Urogoshwa. Uinuliwe. Urobarara. This is our faith. Hii ni imani yetu. Money. Pesa. According to you. Kulingana na wewe. It's not a problem. Si shida. The problem. Shida. Is the channel. Ni njia. And we are. Na sisi ndiye. The channel of God. Njia yako Mungu. Towards this one. Kufanya kazi hii. Therefore Lord we thank you. Hivyo Baba tunakushukuru. Na twakubariki. In the name of the Father. Kwa jina la Baba. And the Son. Jina la Mwana. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Lord we pray. Baba tuomba. And we believe. Na tuamini. Amen. 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 Now you can be seated. Listen. God will make a way where seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way. He will be my God. God will push through His Son. Oh yes, Jehovah. On His new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where seems to be no way. We cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Oh, my God, for love is great, for it's new day. He will make a way. He will make a way. Amen. Now listen. Skiza. Don't throw away. Usitupe. What you do Kila utafanya is that you put it somewhere. iweke mahali. And every time you see it, Na kila wakati utaiona, you see your millions. unaona milioni zako. Uende uiweke mahali. Ndio umeige hado. And every time you see it, na kila wakati unaiona, you see your millions. Unaona milioni zako. Because God provides kwa sababu Mungu hutuaria where there is a purpose. Mahali pana kusudi. Amen. Amen. So enda uweke mahali. Ndio umeige hado. Let me tell you for sure. Niwaambie kwa uhakika. Kuna watu katika haya madhabahu. Kwena andu thiini wa kigongona giki. Siku za mamilioni yao. Matuko mama milioni mao. Zimefika. Ni makinya. Mimi nataka nikuambie. Yakiagwire. Kuna watu kwa haya madhabahu. Kwena andu thiini wa kigongona giki. Lugha ya ufukara. Lugha ya uthini. Imefika mwisho. Ni yakinya mwisho. Yes. This is where your account is. Hapa ndipo akaunti zako ziko. Every time you see it, kila wakati unaiona, you celebrate the goodness of God. Unashangilia wema wa Mungu. Because of the riches. Kwa sababu ya utajiri. He will release
atatilia. Because of this. Kwa sababu ya hii. That is our faith. Hiyo ndio imani yetu. And we declare. Na tuwatangaza. Anybody. Yeyote yule. In whatever realm. Kwa ulimwengu wowote ule. Would want to use this. Angependa kutumia hii. Against what God is doing. Kinyume na kile Mungu anafanya. They will not prevail. Hataweza. I declare today. Natangaza leo. This photo. Hii picha. Is fire. Yes. Ina moto. In the hands of an enemy. Mikononi mwa adui. I declare. Natangaza. This photo. Hii picha. It's judgment. Ni hukumu. In the hands of an enemy. Mikononi mwa adui. No demon. Hakuna pepo. No principality. Hakuna utawala. Will use this. Utatumia hii. Against us. Kinyume nasi. Hallelujah. Unajua nasikia wanasemaga ati wakachukua picha wakaweka kwa nyungu, sio hii. Ati wakachukua picha wakaiweka kwa makaburi, sio hii. We declare sio gani? Tunatangaza si hii. Nobody touches this. Yeyote aguza hii. Against the will of God. Kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunatangaza hukumu. This cannot be delayed. Hii hawezi kawia. For it is in the hands of God. Kwa sababu iko mikononi mwa Mungu. Hiyo maana tumeizindua rasmi. Nikio twaizindua rasmi. Madhabahuni. Kigongona ine. Kwa jina la Baba yetu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩrĩa witũ. Na tumeandika mpaka jina. Na nĩtwandĩkĩte nginya rĩĩtwa. Haiwezi kufutwa. Litingĩthario. And every eye that has seen this. Na kila jicho limeona hili. Shall one day be in it. Siku moja litakuwa ndani yake. Kila mmoja wenu. Omwe witũ. Gĩtĩ gĩaku gĩgũkũ. Ataingia hapa. Kiti yako iko hapa. Every one of you. Kila mmoja wenu. In the power of God. Kwa nguvu za Mungu. Woko ni oria wothe wona na maitho. Yeyote ameona na macho. Kanya atoma atonye. Mungu atafanya injili. Mungu akora niko uri handu shaitani afangite. Iwapo kuna kitu shetani alikuwa amepanga. Tunahairisha mazishi. Nitweheria mathiko. In the name of Jesus. Ambia jirani yako kuna mahali unaenda. Kama haujaingia kwa cathedral. Utaingia pepo ambaye anasemaga mwalikia gwaka. It's not our portion. Sio sehemu yetu. Togwaka. Tutajenga. Na tuingie na tuishi ndani yake. Watoto wetu wataingia hapa. Tutaingiza gari zetu hapa. Hapa ni mahali petu. Ino no hema. Tunaondoka haraka. Nitwehera na ihenya. Baba tunakushukuru. Mwathani twagucokeria ngatho. Tunasema ndio. Niturauga niguo. It's our faith. Hii ni imani yetu. This is where we are going. Hapa ndipo tunaenda. And we thank you for where we are. Na twashukuru kwa mahali tulipo. And we thank you for the process. Na twakushukuru kwa mahali. And the completeness. Na ukamilifu of this building. wa jengo hili. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen.